Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan ameahidi kuwa serikali anayoiunda endapo atachaguliwa itaendelea kwa kasi zaidi katika kutekeleza ya mipango na uboreshaji wa maisha ya watu na ustawi wa jamii kama ambavyo ilani ya CCM inavyoelekeza. Hata hivyo, akizungumza leo Jumamosi Oktoba 4, 2025 katika mkutano wa mwisho wa kampeni za uchaguzi mkuu uliofanyika kwenye viwanja vya CCM Sabasaba mjini Babati, mkoa wa Manyara, Dr. Samia amesema kwamba dhamira ya CCM ni kuhakikisha kuwa kila mwananchi anafikiwa na huduma muhimu za maji, umeme, afya pamoja na elimu. Hata hivyo, ameongeza kuwa serikali yake itashughulikia kwa dhati maombi yote yaliyowasilishwa kwake na wagombea ubunge na majimbo ya mkoa pamoja wa Manyara pamoja na wabunge wa viti maalum, huku ikihakikisha kwa miradi yote ya maendeleo mkoani humo inatekelezwa kikamilifu. Hii ni taarifa zaidi. Ukitizama ilani yetu hii ambayo tunainadi sasa hivi ya 25-30 kifungu cha 2-3, ilani ile inasema na inatuelekeza kitupa ridhaa, serikali itakayoundwa na Chama cha Mapinduzi iboreshe maisha ya watu na ustawi wa jamii. Ina maana inatuelekeza tuendelee kufanya kazi kwa kasi kubwa kwenye sekta hizi za maendeleo ya jamii. Nataka niwahakikishie wale wote ambao umeme haujafika, huduma za afya hazijafika au ziko mbali, elimu shule ziko mbali na wao, maji hayajafika, wote tunakwenda kufanya kazi kwa kasi sana na tuhakikishe kila mwana Manyara yuko karibu na huduma hizo au anafikiwa na huduma hizo. Kwa yale maombi yote ya sekta hizi tunayachukua, tafanya kazi kwa kasi sana ili tuhakikishe kila mwana Manyara anafikiwa na huduma hizi. Ndugu zangu, tumeleta zaidi ya shilingi bilioni 700 kwa ajili ya shughuli za maendeleo hapa Manyara. Na hizi ni nje na ile miradi ya kitaifa. Na mengi yamefanyika kama ilivyoelezwa na walionitangulia kusema, wagombea ubunge, lakini kakaangu Ole Sendeka, Chifu Dodo amedokeza kidogo, Laigwanani naye amesema, wote wamesema vizuri kabisa yote yaliyofanyika, nami naungana nao. Niseme kwamba ni kawaida maendeleo yanapopatikana, basi maendeleo huzaa mahitaji mengine ya maendeleo zaidi katika maeneo. Na ndio maana sikushangaa wagombea wetu mahiri wote waliosimama hapa, kila mmoja alitaka mambo zaidi katika maeneo yao. Na hayo ndiyo yaliyotufanya tuje na tusimame hapa kuja kuomba kura zenu, kuomba ridhaa yenu, mtuchague ili tukafanye yale mazuri zaidi yaliyoombwa na wagombea, lakini yaliyoombwa na wazee na viongozi wa kimila wa mkoa huu. Ndio maana tuko hapa, tunaomba mtuchague, twende tukayafanye yote yaliyoombwa. Naam, ni kuelekea katika kampeni na kumalizia katika baadhi ya mikoa ambao ameweza kuifanya mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa kule Manyara. Mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, ameviagiza vikundi vya vikoba kuchangamkia fursa zilizopo ili kujiimarisha kiuchumi pamoja na kushirikiana kikamilifu kwa karibu na serikali katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mindi Joseph ana taarifa ifuatayo. Amesema vikundi hivyo ni nyenzo muhimu ya kupunguza umaskini na kuchochea ajira kwa wananchi, hivyo vinapaswa kujiendesha kwa ubunifu, nidhamu na ushirikiano wa karibu na taasisi za kifedha pamoja na halmashauri. Aidha, amewataka wanachama wa vikoba kutojikita tu kwenye mikopo midogo, bali pia kuangalia uwezekano wa kuwekeza kwenye miradi mikubwa ya kibiashara, kilimo cha kisasa na viwanda vidogo ili kuongeza kipato na kuboresha maisha ya jamii. Vikoba mnayo thamani kubwa na mna fursa kubwa sana kwenye serikali hii. Kama mkitumia fursa vizuri za mambo yaliyopo serikalini. Leo hapa sijui mtu wa maendeleo ya jamii ya kuongea, lakini ziko fursa
nyingi za kufanya biashara na serikali, ambazo hizo ziko kwa ajili ya Watanzania, na nyie vikoba mna uwezo wa kufanya hivyo. Mmesema na mimi nikakumbuka, hivi majengo yote yanayojengwa Dodoma huwa tunaomba hata tenda vikoba ya kupelekwa kokoto kweli tupate fedha, huwa tunaomba hata kazi ya kupeleka kitu kimoja tupate fedha. Lakini Dodoma kama mlivyoona kwenye miradi, tuna trilioni zaidi ya 10 zimeingia katika mkoa wa Dodoma. Sisi vikoba, jiulize, sisi kwenye kikoba chetu tumepata ngapi kutoka serikalini hizo za kwenye miradi? Trilioni 10. Kwa hiyo tunazo fursa nyingi, lakini fursa hizi tutazipata kama tutaamua kuchukua hatua. Niendelee kuwaomba wana Dodoma, wakazi wa Dodoma, sisi tulioko hapa, wana vikoba, tutumie fursa hizo. Hawa watu wameongea leo hapa, kila mtu ameona kama ni mambo matamu, lakini muda ni mfupi. Kwa upande wake, mwakilishi wa katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum amesema wizara hiyo inathamini vikundi vya vikoba. Serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii imekuwa ikishirikiana na wadau mbalimbali na sekta mbalimbali pamoja na wafanyabiashara wadogo wadogo, imekuwa ikiwatambua mchango mkubwa sana ambao ukifanywa na kundi hili. Lakini pia imekuwa ikiwatambua, kuwasajili kwa kuwapatia vitambulisho vya kidijitali, lakini pia kutoa mikopo yenye masharti nafuu. Tukiachana na ile mikopo, kuna mikopo mingine tunafahamu ya wanawake, vijana na watu walemavu. Sasa hii ni mikopo mingine ambayo inawezesha wafanyabiashara wadogo wadogo, ambapo wanakopesha kuanzia Laki1 hadi milioni 4. Wafanyabiashara wadogo wadogo ikiwa ni pamoja na hao wanaouza mboga, wanaouza nguo za mitumba na za dukani, wanauza viatu, bodaboda na kadhalika, mamalishe, babalishe, wasusi, vinyozi na kadhalika. Hawa watu wakiwezeshwa mikopo hii yenye masharti, na kwa mfano bodaboda, mheshimiwa pale aliongelea mgeni rasmi, akipewa milioni 3 au milioni 4 anaenda kufanya kitu. Akifanya vizuri ndani ya mwaka mmoja na uwezo wa kuzalisha. Afisa mikopo kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, Fanuel Kijoji, amesema Benki Kuu ina jukumu la kutoa leseni kwa watoa huduma za fedha na kufuatilia kama wanazingatia taratibu za leseni. Benki Kuu ina kazi ya kutoa leseni kwa watoa huduma ndogo za fedha au microfinance. Baada ya kutoa leseni hatuishii hapo, tunawafuatilia kuangalia kama wanafuata taratibu za kukopesha. Na kama hawafuati taratibu za kukopesha, huwa tunawachukulia hatua mbalimbali, ikiwemo kutoa onyo au kupiga fine, na wengine wananyang'anywa leseni ili wasije wakaendelea kuwaumiza wananchi kupitia huduma mikopo wanayoitoa. Takribani watu 600 kutoka vikundi vya vikoba mbalimbali mkoani Dodoma wameshiriki katika kikao hicho na mkuu wa mkoa wa Dodoma. Mindi Joseph, Sky TV. Asante Mindi Joseph kwa taarifa hiyo. Chama cha wanasheria Tanganyika TLC kimeiomba serikali na kuomba rais atakayechaguliwa katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 awape nafasi kubwa zaidi wanawake katika uteuzi mbalimbali za nafasi za uongozi. Nora Damian anayo taarifa zaidi. Ombi hilo limetolewa leo Oktoba 4, 2025 na makamu wa rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, wakili Leticia Ntagazwa, wakati wa jukwaa la wanasheria wanawake, ambapo amesema licha ya mafanikio katika teuzi za wanawake, lakini bado ni wachache kulinganisha na wanaume wanaoteuliwa. Hawa wenzetu ambao wanakuwa wako kwenye madaraka, pia tunawakumbusha kwamba madaraka mlioyapata kwa mujibu wa ibara ya 8 ni yanatokana na wananchi. Sasa kama yanatokana na wananchi, basi viongozi tunaowapata waweze kuendelea kwenda kuwahudumia wananchi wetu. Na kimsingi unaweza ukaangalia mfano mwaka huu kwenye huu uchaguzi tunaoendea, ongezeko la wanawake ambao wamegombea nafasi ya urais kwa mara ya kwanza imefika wanawake 3. Kwa sababu kwa mara ya kwanza katika uchaguzi wa vyama vya siasa, mwanamke wa kwanza kunyanyuka akasema nagombea urais na kuaminiwa na chama cha siasa ilikuwa ni 2005, ambapo alijitokeza mwanamke mmoja. Lakini tukakaa miaka 10 baadaye ndio tunakuja
kupata tena mwanamke mmoja mwaka 2015 na tukakaa tena mpaka mwaka 2020 ndo kwa mara nyingine ya kwanza tukapata wanawake wawili ambao wamegombea nafasi za urais. Sasa kwa mwaka huu tunapoona pia kwamba kuna wanawake watatu wamejitokeza na wamepitishwa, wameaminiwa na vyama vyao vya siasa wakagombea urais, tunashukuru na angalau tunajitahidi kusherehekea hayo mafanikio ya wanawake wenzetu. Lakini leo kongamano letu lilikuwa pia tunatoa ombi kuhakikisha kwamba rais yoyote atakayepatikana wa chama chochote katika hivyo vyama 16 ambavyo vimewania urais ahakikishe kwenye zile nafasi za uteuzi hasahau wanawake. Tunahitaji wanawake kwenye ujaji, tunahitaji wanawake kwenye ukatibu mkuu, tunahitaji wanawake wakurugenzi, wanawake makatibu na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo tunawakumbusha sisi kama wasomi pia ni wajibu wetu wa kuhakikisha kwamba tunaendelea kushauri serikali. Kumekuwa kuna mabadiliko mengi sana kisheria, kumekuwa kuna ushiriki mkubwa sana wa wanawake, kumekuwa kuna teuzi nyingi za kiuongozi kwa wanawake, lakini pia kumekuwa kuna nafasi nyingi maalum kwa wanawake kushiriki katika uongozi. Sambamba na hilo, hayo yamepimwa kuwa ni mafanikio mapya, lakini yamepimwa pia kuwa ni mawanda na makuzi makubwa ya kidemokrasia. Wanawake ni kundi muhimu na ni kundi maalum na ambalo lazima liondokane na baadhi ya vitu. Moja, ikiwa kunyanyaswa kijinsia, lakini mbili, ikiwa ni kunyanyaswa katika masuala mbalimbali katika position nyingi za kisiasa. Mwanamke hapaswi kuwa moga katika kuelekea kwenye mapinduzi ya aina yoyote. Kwa ni wajibu sasa wa wanasheria, wa wanawasomi, wanawake kuweza pia kuwa sehemu na kuwa chachu ya uongozi wa juu kuanzia TLS yenyewe na mpaka maeneo mengineyo ambayo tunafanya. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Asante Nora Damian kwa taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, na miongoni mwa habari ambazo tunazo katika usiku huu ni pamoja na zaidi ya bilioni 900 kuweza kuwanufaisha wanafunzi wa elimu ya juu wa vyuo vya kati. Karibu katika Ulimwengu wa Habari. Kama ndio kwanza ujiunga nasi, mimi ni Mariango Mgeta na hii ni Sky TV. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imedhamiria kuendelea kutoa fedha za mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu pamoja na vyuo vya kati hapa nchini, ambapo mwaka huu zaidi ya shilingi bilioni 900 zimetengwa ili kuwawezesha vijana kutimiza ndoto zao, lakini pia kuhakikisha kwamba wanafikia katika malengo waliojiwekea. Upendo Kibeti kutoka jijini Mbeya anayo taarifa zaidi. Akizungumza kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia wakati wa ufunguzi wa kikao kazi cha management ya bodi ya mikopo na maafisa mikopo kutoka taasisi za elimu ya juu na vyuo vya kati, Dr. Kenneth Osea akatoa maelekezo haya kwa management za taasisi hizo. Naomba mtambue dhamira ya serikali ya awamu ya 6 ya kuhakikisha serikali inaendelea kutenga fedha za kutosha kuwawezesha vijana wa Tanzania kutimiza ndoto zao. Mwaka uliopita 2024-2025 zilitengwa jumla ya shilingi 787 bilioni, na mwaka huu fedha hii imeongezwa 2025-2026 kuwa shilingi za Tanzania 916.5 bilioni. Unawanufaisha maelfu ya vijana wa Tanzania kufikia kiwango cha juu cha elimu na kutimiza ndoto zao za kupata elimu ya juu na elimu iliyo bora. Ni muhimu kwa management za taasisi ya elimu ya juu na vyuo vya kati kuhakikisha zinawapa ushirikiano unaostahili maafisa mikopo ili kuwawezesha kutoa huduma bora kwa wanafunzi na hivyo kuwepo hali ya utulivu vyuoni. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya mikopo ya wanafunzi elimu ya juu Dr. Billy Kiwia ameeleza malengo ya kikao kazi hicho, huku mwenyekiti wa ESLAB Profesa Hamisi Dihenga akaeleza namna walivyojipanga kuwahudumia wanafunzi kwa mwaka huu. Kila mwaka huwa tunafanya kikao kazi kama hiki ili kufanya tathmini ya mafanikio na changamoto ambazo tumezipitia kwa mwaka uliopita. Hii inatusaidia katika kujipanga na kujiandaa kwa msimu mpya wa masomo 2025-2026. Na tumekuwa tukifanya vikao hivi kila mwaka kuanzia mwaka 2012 na tumeona faida zake. Nadhani wote mmeona faida ya mabadiliko ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu kutoka kule tulikokuwa hadi sasa. Na sehemu kubwa ya chachu ya mabadiliko hayo ni vikao kama hivi, kwani vinatusaidia sana katika kupata taarifa,
kupata mrejesho, lakini kama haitoshi vile vile kuboresha huduma zetu ili tuweze kuhudumia vizuri wateja wetu. Sasa hivi kuhakikishia kwamba bodi ya mikopo, management, wafanyakazi wako vizuri na wako tayari kwa huu mwaka wa masomo 25-26. Na ikifika Novemba na tutakuwa tuko tayari kabisa kwamba sasa shughuli yetu itafanywa kwa ufanisi, vijana wetu watapata kile ambacho wanastahili kukipata. Aidha, kauli mbiu ya mwaka huu ni fedha zaidi, fursa zaidi, tuwahudumia wanafunzi kwa weledi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante Upendo Kibetile kwa taarifa hiyo. Wafanyabiashara wadogo walioko mipakani hususan wanawake na vijana wanaouza mboga na matunda pamoja na mazao ya nafaka wamekutana na wadau wa sekta za umma pamoja na sekta binafsi ili kujadiliana kwa kina kuhusu changamoto mbalimbali ambazo zinakwamisha biashara zao, hatua ambayo inaonekana kulenga kuondoa vikwazo visivyo vya forodha na kuimarisha biashara katika maeneo ya mipakani. Amina Ngaiwa kutoka jijini Arusha ana taarifa inayofuata. Majadiliano haya yamefanyika katika eneo la mpaka wa Taveta Holili uliopo mkoani Kilimanjaro, yakiwa yameandaliwa na Baraza la Biashara Afrika Mashariki EABC kwa kushirikiana na Taasisi ya Ukuaji Endelevu wa Mifumo ya Chakula Afrika AGRA pamoja na taasisi nyingine ikiwemo Chemba ya Biashara ya Kenya. Yanatazamiwa kuja na mwarobaini utakaosaidia kukuza biashara bidhaa za kilimo ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na leo tuko hapa mpakani Taveta Holili kwa malengo makuu matatu. Kwanza kabisa kuwajengea uwezo akina mama na vijana kwa kuondoa vikwazo vya kibiashara na kuwajengea uwezo wa kutumia mfumo uliorahisishwa wa kibiashara. Pili kabisa ni kuzindua dawati la kutoa habari kwa wafanyabiashara wadogo, kwa sababu iligundulika kwamba wafanyabiashara wadogo wanapata shida kujua taratibu za kuvuka mipaka. Na tatu kabisa tunaenda kuwafundisha pale wanapoweza kupata vikwazo jinsi ya kuweza kutoa taarifa kwa ajili ya kupata utatuzi. Kwa lengo ni kuona kwamba wafanyabiashara wanafanya biashara kwa kupata taratibu zilizopo na hatimaye basi waweze kukua, kwa sababu waweze kaendelea kuwa wafanyabiashara wadogo kila wakati. Lazima wakue wao wananywa wafanyabiashara wakubwa na wafuate taratibu ambazo tumeziweka. Na lengo la Wizara ya Mambo ya Nje kama wizara ambayo ina dhamana ya kusimamia au kuratibu utekelezaji wa mkataba wa kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki ni pamoja na majukumu yake haya kuhakikisha inatoa elimu kila wakati kwa wafanyabiashara kwenye mpaka, sio Holili tu, ni mipaka yote ambayo inapakana na Tanzania ili kukuza biashara. Hapa tunawapa elimu juu ya namna gani ambavyo wanaweza kaandaa dokumenti zao, masharti yapi ambayo wanatakiwa kuyatimiza, lakini pia ni kuwapa elimu ya kutosha juu ya taratibu zote ambazo wanatakiwa kuzifuata, ikiwepo hata vile vibali ambavyo vinahitajika. Na kwa mfumo ambao tunautumia tuna mfumo uliorahisishwa, simplified trade regime kwa Kiingereza, ambayo lengo lao ni kuwapa unafuu wafanyabiashara wadogo ambao wao hawawezi kufuata hizo taratibu za kawaida ambazo zinafanywa na wafanyabiashara wakubwa. Kwa upande wao, washiriki wa mafunzo hayo wanaeleza namna yalivyowasaidia katika kuondoa upitishaji wa bidhaa zao kwa njia zisizofaa. Kabla tujapata elimu yoyote, tulikuwa tunaogopa kupita cross border ya hapa mpakani. Tukawa tunapita na chocho huko pembeni. Tukiogopa, ni hofu tu ilikuwa inatufanya tunaogopa kupita hapa ndani, labda mizigo itazuiwa au mtaji mdogo utachukuliwa, kwa hiyo tukawa tunaogopa. Ila tunashukuru kwa kutuletea AGRA na EABC kwa kutuletea mafunzo. Sisi wajasiriamali wadogo tunaishi hapa mpakani upande wa Holili. Kutuletea mafunzo, tumejifunza, tumeelewa jinsi ya kutumia mpaka wetu na tusipite porini. Amina Ngahewa, Sky TV. Naam, kutoka Arusha, sana Amina Ngahewa kwa taarifa hiyo. Mgombea ubunge wa Chama cha Mapinduzi CCM jimbo la Vwawa, Mheshimiwa Japhet Hasunga amesema kuwa endapo ataaminiwa tena
na wananchi atasimamia utekelezaji wa mambo 6 muhimu yaliyoainishwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi kama nguzo kuu za maendeleo kwa wananchi. John Kiango ana taarifa zaidi. Mheshimiwa Hasunga ameyasema hayo wakati wa mkutano wa kampeni uliofanyika katika kata ya Ihanda, ambapo akiendelea kunadi sera za chama hicho na kuwaomba wananchi kukipigia kura Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi ujao. Iwe na mambo safi. Piga makofi kwenye Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hayo mambo 6 ni ya muhimu sana kwa maendeleo yetu. La kwanza nimesema nyumba iwe na chakula. La pili umeme, la 3 maji, la 4 mawasiliano, la 5 huduma za afya, la 6 elimu. Hivyo vikiwepo, maisha yatakuwa ya furaha na amani na utulivu. Piga makofi kwenye Chama cha Mapinduzi. Aidha, Mheshimiwa Hasunga amewahakikishia wananchi kuwa serikali ya CCM itaendelea kutoa ruzuku ya mbolea, mbegu na dawa za kilimo ili kuwawezesha wakulima kuzalisha kwa wingi, kuongeza kipato chao. Katika kulima kwenu mnahitaji pembejeo zije kwa wakati. Mnahitaji mbolea, mnahitaji mbegu nzuri, mnahitaji madawa. Uongo kweli? Na hivyo vikipatikana kwa wakati, kwa bei nzuri, wananchi wote wana uwezo wa kulima. Uongo kweli? Tuna uwezo wa kulima. Lakini zikiwa na bei ya juu, wananchi watashindwa kumudu zile gharama. Daktari Samia Suluhu Hassan ametuagiza, Chama cha Mapinduzi kimeandika kwamba iwapo mtatuchagua, tutaendelea kuweka ruzuku kwenye mbolea, kwenye mbegu na kwenye madawa ili wananchi muendelee kulima na kuzalisha. Piga makofi kwa Chama cha Mapinduzi. Pamoja na hayo, amewataka wananchi wote wa jimbo la Vwawa kuwachagua wagombea wote wa Chama cha Mapinduzi kwa ngazi zote ili kuhakikisha maendeleo yanaendelea kupatikana katika maeneo yao. Nimeongea mengi, nimesema kwenye kilimo nimeongea, elimu nimeongea, afya nimeongea, mawasiliano nimeongea, miundombinu nimeongea, maisha yote nimeongea. Kazi yangu nimeshaomba kura. Nimesema mpigie Daktari Samia Suluhu Hassan, amefanya kazi nyingi, anafaa, ana uwezo mkubwa. Mpigie Hasunga, Japhet Ngaironga Hasunga, mtu wa Pahaya, mchague siku ile. Malizia kwa diwani wetu. Leo mkipiga hivyo, mtakuwa mmetusaidia, Chama cha Mapinduzi kitashinda. Kwangu mimi tutakuwa watu 4 tunashindana. Vyama 4. Sijui kama vimekuja huku kufanya kampeni. Mimi nimeshakuja, nimeomba kura. Sasa na wao watakuja waombe kura. Na wakifanikiwa bahati. Lakini na uhakika Chama cha Mapinduzi tutawashinda kwa mbali sana. Mungu. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Naam, ni kuelekea katika uchaguzi mkuu. Ni mgombea ubunge wa jimbo la Vwawa mkoani Songwe, Mheshimiwa Japhet Hasunga, akisema kwamba tayari ameshaeleza mambo yake 6 muhimu, na akiwa hayo sawa, basi maisha yatakuwa yamebadilika. Naam, wananchi wawili katika mtaa wa Ruenge mkoa wa Geita wamelazimika kuvunja nyumba ili kumaliza mgogoro wa mpaka baada ya mgogoro huo kudumu kwa zaidi ya mwaka mmoja na kupelekea kutishiana kukatana mapanga. Mwandishi wetu Michael Francis Bundala ana taarifa ifuatayo. Baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa malumbano ya mpaka kwa wananchi wawili ambao ni Neema Moshi na Neema Joseph, wakazi wa mtaa wa Ruenge ndani ya manispaa ya Geita, hatimaye mgogoro umemalizika kwa makubaliano ya kuvunja nyumba yao ili kumaliza mgogoro. Ni hali isiyozoeleka. Na zoezi hili limefanywa chini ya maafisa wa ardhi pamoja na taasisi ya Tanzania Peace Family ambao ndio wamekuwa wasuluhishi wa mgogoro huu. Tumeenda kama sehemu 3. Tunaitwa tunamshinda. Akishindwa huko anaenda tena ngazi nyingine. Mabwana wazee wa ardhi walikuja hapa, wakaja wakasema lakini kama kigingi kweli kiko hapa, itakuwaje kigingi kipinde kije huku? Hamna, kigingi kinapata kinyokee huku. Mimi nikasema mimi kiukweli ni mwanadamu. Alafu kitu kingine, haya maisha sisi tunapita. Kwa nini kakae nagombania kitu kidogo kisichokuwa na maana? Sasa ni bora hii nyumba ikatwe katikati, kila moja ajue maisha yake. Lakini yeye lengo lake alikuwa anataka kigingi kihame kije huku. Ndio ilikuwa lengo lake.
Mimi kwa ushauri wangu, unapotendewa kitu msukumizie Mwenyezi Mungu tu. Mungu ndo akutenda kila kitu. Mimi hawa leo kwa matendo alionitendea ni nguvu ya Mwenyezi Mungu. Maana wanakuambia hivi, unaweza ukawa wewe hauna mbele wala nyuma, lakini haki ikatendeka, ukakutana na yule mwenye hela lakini haki asiipate, ukakuta haki ya maskini ipo tu. Yani nawashukuru mno, yani nawashukuru sana. Eneo hili alinunua mume wangu. Baada ya kununua ikatokea kwamba eneo lililokuwepo jirani yangu akawa amedai kwamba ni la kwake. Ndipo mgogoro huu ulipoanzia. Nilianzia kwenye ofisi ya serikali ya mtaa kuomba msaada, ilishindikana. Ofisi ya serikali ya mtaa ikanipa utaratibu, nikaenda baraza la ofisi la usuluhishi. Baraza la usuluhishi napo linisaidia mpaka kufika ofisi ya ardhi. Na wao pia ndio waliochangia mgogoro huu kuisha pamoja na TPF. Asante. Kwa sasa ardhi walivyokuja wakatupa mipaka, na hiyo mipaka ndio imefanywa kazi mpaka sasa hivi. Kuna operation ya bomoa ili kutukabidhi eneo letu. Afisa mtendaji mtaa wa Lwenge Steven Bahati anaeleza migogoro ya ardhi ni chanzo cha uhasama na visasi kwa wananchi. Ni mahali ambapo wanafanya mauziano, wanashindwa kutambua kwamba kuna ofisi yetu ya mtaa. Badala yake wanakuja na mwanasheria tu. Sasa kwenye sehemu ya nanili ya mgogoro unapofika, sasa sisi ndo tunaanza kushangaa kwamba huu mgogoro umeingiaje bila kujua sisi kama mtaa. Nitoe tu rai kwamba sisi viongozi wa mtaa tunatakiwa angalau tunashirikishwa kwenye kitu ambacho kinapokuwa kinaanza, kwa maana ya kwamba kama kuna sehemu ina mgogoro, basi tutambua kwamba kuna sehemu yenye mgogoro, tunairekebisha kabla haujawa mgogoro. Taasisi ya TPDF inasema mgogoro huu umemalizika kwa kuvunja nyumba hii, na kwa sasa kila mmoja wa waliokuwa wanagombania mpaka amejua mipaka ya eneo lake. Sisi timu ya TPF Manispaa pamoja na mimi mratibu wa kanda kwa ajili ya kumaliza mgogoro ambao ulikuwepo na ambao umekwenda takriban mwaka mzima, lakini sisi mgogoro huu tuliupata takriban kama miezi miwili iliyopita. Tukafika hapa tukishirikiana na wenzetu wa idara ya ardhi upande wa Manispaa Geita. Tukaangalia shida ni nini, tukapata maelezo mawili matatu. Ni mgogoro ambao ulikuwa kidogo umekuwa ni mgogoro mkubwa kwa sababu ulitaka kuchukua uhai wa watu. Watu walitaka kukatana mapanga hapa. Kutoka mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Naam, taarifa mgogoro huo ndio inatukamilishia katika upande wa habari za kitaifa. Muda si mrefu tutaungana naye Pius Jayunga katika habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni Chad kufutilia mbali ukomo wa miula ya urais ikiimarisha utawala wa Deby. Mapumziko yafuatayo ndio tutupeleka huko. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto,
bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Bunge la Chadi limeidhinisha kwa wingi marekebisho ya katiba yanayoondoa ukomo wa mihula ya uraisi, hatua ambayo wakosoaji wanailaumu kama mbinu ya kutawala utawala wa Rais Mahamat Idris Deby Itno. Uamuzi huo wenye utata uliopitishwa Ijumaa unafungua njia kwa Deby kusalia madarakani kwa miongo kadhaa. Marekebisho hayo yaliyoletwa na chama cha Deby's Patriotic Salvation Movement MPS yaliidhinishwa na wabunge 236 kati ya 257. Kura hiyo ilisusiwa na baadhi ya wanachama wa upinzani, huku mkutano wa kitaifa wa wanademokrasia wa Chadi ukitoka kwa maandamano. Kiongozi wa upinzani Albert Pahimi Padeki hapo awali alilaani mabadiliko hayo na kusema kinyume cha katiba na kimabavu, kuashiria mpasuko wa kisiasa unaozidi kuongezeka. Mageuzi hayo kimsingi yanatengeneza upya mazingira ya kisiasa ya Chadi. Inachukua nafasi ya mhula wa awali wa miaka 5 unaoweza kufanywa upya mara moja na mamlaka ya miaka 7 bila kikomo cha kuchaguliwa tena. Na hatimaye familia za mateka wa Israeli wanaoshikiliwa Gaza wamesema leo Jumamosi kuwa ni muhimu kukomesha vita vya Gaza mara moja, huku jeshi la Israeli likishambulia eneo hilo. Katika taarifa, muungano wa familia za mateka na waliopotea umesema kuwa agizo la Rais Trump la kusitisha vita mara moja ni muhimu ili kuzuia madhara makubwa na yasiyoweza kurekebishwa dhidi ya mateka. Trump alikuwa ameitaka Israeli kusitisha mashambulizi yake katika eneo hilo la Palestina baada ya Hamas kukubali kuachilia mateka wote na kuanza mazungumzo kuhusu mpango wake wa amani. Hii leo afisa mmoja mkuu wa Hamas amesema kundi hilo liko tayari kuanza mazungumzo mara moja ili kukamilisha masuala yote. Mpango wa Trump uliopendekezwa unatoa wito wa kusitishwa kwa uhasama, kuachiliwa kwa mateka ndani ya saa 72, kuondoka kwa hatua kwa vikosi vya Israeli kutoka Gaza na kupokonywa silaha kwa Hamas. Mwisho wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Sky TV.
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Naam, asante Pius Jayunga kwa habari za kimataifa. Mapumziko yafuatayo yanatupeleka moja kwa moja kuungana na Lai Saidi kuweza kujua nini kinachoendelea katika michezo na burudani. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 55 73 79 au 0742 06 24 24 na 0793 18 67 16. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha 1 hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo 3 na kuendelea. Kuhamia kidato cha 1 na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV.
Habari za michezo na burudani. Asante sana mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari kwa kuendelea kutazama taarifa ya habari. Sasa ni wasawa kuelekea viwanjani kwenda kufahamu taarifa za kimichezo. Ungana nami mwanamichezo wako Lai Saidi. Tukianzia hapa nyumbani ambapo meneja mkuu wa klabu ya Simba ambaye ni Dimitar Pantev leo amewasili nchini tayari kuanza rasmi majukumu yake ndani ya klabu hiyo, ikiwemo kukamilisha taratibu za kusaini mkataba na uongozi wa klabu hiyo sambamba na kujiunga na benchi la ufundi na wachezaji. Pantev amejiunga na Simba akitokea Gaborone United ya Botswana ambapo alihudumu kama kocha mkuu ndani ya klabu hiyo. Baada ya kuwasili hapa nchini, meneja huyo alipata nafasi ya kuzungumza na wanahabari huku akisema kwamba hajaja kumtoa mtu yoyote kwenye benchi, ila amekuja kushirikiana kwa pamoja na ana imani na benchi la ufundi pamoja na wachezaji na anaamini Simba itafanya makubwa. Make big changes because there is no time and the next matches are coming, so maybe we'll look for something different like selection or what is normal for every team during the next transfer window or next transfer windows. So we will see, depend on our performance. I trust that these players here and staff are enough. Hata hivyo, meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali ametoa pongezi kwa uongozi wa klabu ya Simba kwa kuwa na jicho la kumuona meneja huyo. Tumemchukua kwa mkataba wa miaka 2 na amekuja na msaidizi wake ambaye anaitwa bwana Simionov. Simionov. Yani Simeon Nov. Na kuanzia sasa kila mwana Simba mbele yake anaweka Nov. Kwa Kinyago Nov. Kisugu Nov. Mangungu Nov. Magori Nov. K Mziwanda Nov. Ahmed Nov. Kila mwana Simba nakubali, kila mwana Simba anaongeza Nov pale mbele kwa sababu sasa tumeshakuwa wa Bulgaria. Ni mwalimu wa viwango vya hali ya juu sana tumempata, na sisi tunajivunia hiyo na tunawapongeza kusema kweli viongozi wetu kwa kuwa na jicho la haraka. Mamia ya mashabiki wa klabu ya Singida Black Stars leo wamejitokeza katika mapokezi ya kikosi hicho ambacho kimerejea mkoani humo baada ya kutoa ubingwa wa michuano ya Sekafa Kagame Cup. Paredi ya kikosi hicho ilianza majira ya saa 8 kamili mchana nje kidogo ya mkoa huo, huku kukiwa na msafara wa magari na pikipiki kuelekea mji kwenye uwanja wa Bombardia. Ilikuwa ni paredi ya umbali wa zaidi ya kilomita 20, huku msafara huo ukitembea taratibu mara baada ya kuwasili Singida ikitokea jijini Dar es Salaam. Katika tafrija hiyo, mgeni rasmi alikuwa mkuu wa mkoa wa Singida Bi Halima Dendego ambaye alikuwa meza kuu, pamoja na mkuu wa wilaya Singida Godwin Gondwe pamoja na viongozi wengine. Kwingineko ni kuhusiana na chama cha mchezo wa tenis hapa nchini TTA kupitia programu yake ya Junior Tennis Initiative JTI ambayo ipo chini ya chama cha tenis duniani, kimeendesha mafunzo katika shule ya msingi Kibasila kwa lengo la kuibua vipaji vipya vitakavyosaidia kuunda timu ya taifa ya Tanzania mchezo wa tenis kwa siku zijazo. Kocha wa tenis hapa nchini Hassan Chande amesema kuwa maendeleo ni mazuri na lengo lao ni kupata shule zaidi ya 3, huku akiwashukuru baraza la michezo hapa nchini BMT. Kwa miaka mingi sana TTA imekuwa ikifanya hizi programu za GTI hapa nchini Tanzania kwenye mikoa mbalimbali, kwenye mashule mbalimbali, lakini kwa sasa tumeanza kwenye wilaya ya Temeke na tumeanza na shule ya msingi Kibasila. Leo ni wiki ya pili. Maendeleo ni mazuri. La kwanza pia tunashukuru sana uongozi wa shule, wametupokea vizuri na jambo kama mnavyoona jambo linaendelea vizuri kabisa. Kwa hiyo leo wiki ya pili tumeshaona kwamba mpaka sasa hivi tuna vijana kama 200 ambao tayari wameshiriki kwenye haya mafunzo ya wiki ya kwanza na wiki ya pili pia. Lakini lengo kwenye wilaya Temeke hii tupate shule zaidi ya 3. Kwa hiyo hilo ndio lengo letu, na kwenye kila shule tupate wanafunzi 50 wasichana
na 50 pia na wavulana. Kimataifa ni kuhusiana na kocha mkuu wa klabu ya Real Madrid Xabi Alonso amesema kuwa ameahidi kuwa licha ya ushindani mkubwa ndani ya kikosi hicho, Endrick anayehitaji dakika nyingi ili kufanikisha ndoto ya kucheza kombe la dunia kwa mwaka 2026 na tayari amepewa jezi namba 9, anatarajiwa kuanza kama mchezaji wa akiba muhimu kabla ya kupata nafasi zaidi. Mashabiki wa Real Madrid sasa wana matumaini kuona makali mapya ya kijana huyo ndani ya wiki chache zijazo. Na katika Formula 1 ni kuhusiana na dereva wa timu ya Ferrari Lewis Hamilton alijizuia kulia alipofunguka kuhusu mapenzi makubwa aliyopokea kufuatia kifo cha mbwa wake Roscoe. Aliita tukio hilo kuwa la kushtua kihisia. Hamilton, raia wa Uingereza, alionekana kwa mara ya kwanza katika eneo la mashindano ya Formula 1 tangu alipotangaza kuwa Roscoe alifariki akiwa mikononi mwake siku ya Jumapili jioni baada ya kuugua pneumonia kwa mara ya pili mwaka huu 2025. Roscoe ambaye Hamilton alimchukua mwaka 2013 alikuwa maarufu katika matukio ya Formula 1 baada ya kupewa ruhusa ya kudumu kuhudhuria mashindano hayo, huku akiwa kipenzi cha mashabiki sambamba na bingwa huyo wa dunia mara 7. Baada ya taarifa za kusikitisha, mashabiki wengi walionyesha upendo mkubwa kwa Hamilton na mkufunzi wa Roscoe, Christine McMillan, ambaye Hamilton mwenye umri wa miaka 40 alimshukuru kwa kumpa mbwa huyo maisha marefu na yenye furaha. Taarifa hiyo inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Mariango Mugeta yupo tayari kukamilisha ulimwengu wa habari usiku huu. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV.
ndio ambayo tukamilishia katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mtazamaji, nikushukuru kwa kuweza kushiriki nasi. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Facebook pamoja na Instagram, andika Sky International TV. Kwa niaba ya wote waliohusika katika ulimwengu wa habari, mimi ni Mariango Mugeta na nikutakie utazamaji mwema.